السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وبعد. Watukufu Islam, kwa upande wa Khulasatun Nurul Yaqin, kitabu chetu cha sira, tumekimaliza alhamdulillah milango yote 48, na leo tunautazama mlango uliowekwa maalumu kwa ajili ya ufupisho wa mzunguko wetu wote wa pili wa kitabu hiki. Hii zaidi Sheikh ameweka lilhifdhi, kwa ajili ya kupata kwa hifadhi. Anayetaka kwa hifadhi basi ni mfupi kulingana na kitabu kilivyo, na hii kaanzia kichwa cha habari akisema Khulasatu Dawri Thani, mzunguko ufupisho wa mzunguko wa pili. Bismillahirrahmanirrahim. Lamma balagha al-40 min umrihi, wakati alipofikia umri wa miaka 40 Mtume sallallahu alaihi wasallam, rehma na amani ziwe juu yake, ba'athahu Allahu, alimpeleka Mwenyezi Mungu Mtume rahmatan, awe rehma lilalamin, kwa walimwengu wote. Waqad bada alwahyu, na hakika ulianza wahyi, ulianza ufunuo wahyi birru'ya as-sadiqa, kwa ndoto zilizo za kweli. Mtume alianza kupata wahyi kwa ndoto zilizo za kweli. Thumma nazala alayhi Jibril, kisha akamteremkia Jibril, wa huwa yataabadu, hali yakuwa akifanya ibada Mtume fi ghari Hira, katika pango la Hira. Wa allamahu, na akamfundisha Mtume kaifa yahdi nasa, namna ya kuwaongoza watu sirata almustaqima, njia iliyonyooka. Fabada bid'awati sirra, akaanza Mtume kulingania kwa siri. Fabada bid'awati sirra, akaanza Mtume kulingania kwa siri. Fakana awwalu man amana bihi, akawa wa mwanzo kumwamini Mtume as-sayyidatu Khadija, ni bi Khadija, wa Abu Bakr, na Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq, wa Ali ibn Abi Talib, na Ali ibn Abi Talib, Zaid ibn Haritha, na Zaid ibn Haritha. Hawa ndio waliomwamini Mtume mwanzo kabisa baada ya kuwatangazia dini ya Uislamu. Wa baada 3 sanawati, baada miaka 3, umira bil hijra bil jahri, umira bil jahri, aliamrishwa kulingania kwa dhahiri, sio kwa siri tena. Fajamaa qaumahu, akawakusanya watu wake, wa andharahum, akawaonya, adhaba yaumil akhirah, na adhabu ya siku ya akhirah. Walamma nazala alayhi qawluhu ta'ala, na pindi wakati ilipomteremkia kauli yake Mwenyezi Mungu mtukufu, wa andhir ashirataka alaqrabin, waonye jamaa zako wa karibu. Ilipomteremkia aya hiyo, waonye jamaa zako wa karibu, jamaa ahlahu, aliwakusanya watu wake, wa aqaribahu, na watu wake wa karibu, wa ballaghahum, akawafikishia risalata rabbihi, ujumbe wa Mola wake. Faradda alayhi ammuhu Abu Lahab, akamjibu ami yake Abu Lahab, akamjibu Mtume raddan qabiha, majibu yale mabaya. Tunakumbuka kule alivyomwambia umeangamia Muhammad, yalikuwa majibu mabaya yaliyotoka kinywani kwa ami yake. Wakana al-arabu, na walikuwa Waarabu, kubaila ba'thihi, kabla ya kupewa kwake utume, yaabuduna al-asnama, wakiabudia masanamu, wayaktuluna auladahum, na wakiwaua watoto wa kiume, wayaktuluna auladahum, wakiwaua watoto wa kiume, wayadfinuna banatihim, na wakiwazika watoto wao wa kike, wakiwazika watoto wa kike hali ya kuwa kwa hai. Wayadhribu ba'dhum riqaba ba'd, na wakiuana wao kwa wao, liaqalli sababi, kwa uchache wa sababu, yani bila sababu, liaqalli sababi, bila sababu. Falamma da'ahum sallallahu alaihi wasallam, wakati Mtume alipowalingania wao, rehma na amani ziwe juu yake, ila ibadillahi, kuhusu ibada ya Mwenyezi Mungu wahdahu, na peke yake, ila ibadillahi, kumwabudu Mwenyezi Mungu wahdahu, peke yake, watarki ma hum alayhi, na kuacha yale walionayo, watarki ma hum alayhi, na kuacha yale walionayo katika maovu. Ghadhibu alayhi, walimkasirikia Mtume. Watabaddala hubbuhum lahu, yakabadilika mapenzi yao kwa Mtume, bughdha, yakawachuki. Watabaddala hubbuhum lahu, yakabadilika mapenzi yao kwa Mtume, bughdha, kuwachuki. Watasdiquhu, na kule kumwamini Mtume, takdhiba, kuwa ni kumkadhibisha. Baada ya kumwamini basi wakampinga. Walamma sabba alihatahum, pindi alipowasema vibaya
miungu yao. Walamma sabba alihatahum, alipowasema vibaya miungu yao. Wadhallala abahum, na akawatia katika upotovu mababa zao, kuambia kwamba mababa zenu walikuwa katika njia ya upotovu. Alipofanya hivyo Mtume, mashau ila ammihi, walikwenda kwa ami yake. Awala wa thaniyan wa thalitha, mara ya kwanza, mara ya pili na mara ya tatu, walikwenda kwa ami yake. Wakana fi kulli marra, na kila mara ilikuwa kila mara aliyokuwa akienda, yarudduhum raddan jamila, akiwajibu majibu yaliyo mazuri. Ami yake alikuwa akiwarejeshia majibu yaliyo mazuri. Hakuwapinga lakini hakumzuia Mtume sallam. Waqad talaba minhu ammuhu, na walimtaka. Waqad talaba minhu ammuhu, ami yake Mtume alimtaka Mtume, baada majiihim al-akhir, baada ya kuja Makuraish mara ya mwisho, an yamtana anhum, ajipushe nao, ajizuie na ile kazi ya kutangaza dini. Fa aba ar-rasul, akakataa Mtume sallam, akataa. Wastamarra fi nashri din, na akaendelea kuitangaza dini, kuieneza dini ya Mwenyezi Mungu. Wa amuhu, na ami yake, mudafi'un anhu, akimlinda, akimkinga na kila hila zao. Naam, hii ni sehemu ya ufupisho. Ningependa nisimamie hapa ili tuje kupata kuendelea kumalizia ufupisho huu kama ambavyo Sheikh ameuweka katika kitabu hiki inshallah. Billahi tawfik wa hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.